Mwanamume huyo alidono chapati aliyoinunua kutoka kwenye kibanda cha barabarani. Ilimkumbusha mama yake ambaye alikuwa ameachana naye kwa miaka 50. Chapati zilikuwa chakula ambacho mama yake alikuwa akimpikia wakati akiwa mtoto, lakini alipokuwa na miaka 6, kundi la walanguzi lilimnyakua wakati mama yake hakumwangalia. Baada ya siku hiyo, mama yake alilia sana kwa huzuni kubwa hadi akapoteza uwezo wa kuona. Baba yake alisisitiza kuandika baiskeli 3 kwenda nje kumtafuta kila siku. Wakati huu, kwa bahati alichubua gari la kifahari lililokuwa limeegemea pembeni. Aliogopa sana hadi mara moja akatoa malipo ya kiasi cha hasara na kuomba msamaha. Hakujua kuwa mmiliki wa gari alikuwa mwanaye aliyemtafuta. Wawili hao hawakujulikana kabisa. Mwanamume huyo alitoa fimbo kwenye boksi la gari. Alikwenda kwa hasira kuelekea kwa baba yake, lakini mwanamume huyo alilipiga tu baiskeli 3 yake kwa fimbo. Mkanganyiko kati yao ulitatuliwa hivi. Ilibadilika kuwa alidhani mzee huyo kama yeye mwenyewe alikuwa akimtafuta mtu wa familia. Baadaye, mwanamume huyo alisimama mbele ya duka la vitafunio. Mahali hapa palikuwa duka ambalo mama yake alikuwa ameendesha kabla ya kunyakuliwa. Alitazama pande zote, akaagiza chapati, lakini hakumtambua mama yake. Alipokuwa karibu kula, wahalifu kadhaa walikuja kufanya fujo. Ilibadilika kuwa duka hili lilikuwa kwenye orodha ya kubomolewa, lakini mwanamke mzee alikataa kuhama kwa sababu alikuwa anamngojea mwanaye. Hata akikabiliwa na jeuri ya wahalifu, hakukataa. Wakati huu, kwa bahati aligusa tatuu kwenye mkono wa mmoja wa wahalifu. Alitambua kuwa mhalifu huyu alikuwa mwanaye aliyekuwa ameachana naye kwa miaka mingi. Kwa hivyo mara moja alimwomba binti yake kwa kulea alete hati ya umiliki wa nyumba, na alikubali wavunje duka. Kwa kweli, kile mwanamke mzee alichokuwa akikitafuta sio tatuu, ilikuwa alama maalum ya kuzaliwa. Mwanamume huyo aligundua kuwa mwanamke mzee huyu alikuwa mama yake aliyemtafuta kwa miaka. Binti huyo alipokuwa karibu kuchukuliwa nao kwa nguvu, mwanamume huyo alikwenda mbele kuwazuia, lakini nguvu zake pekee zilikuwa dhaifu sana. Wahalifu walishirikiana kumdhibiti. Hata hivyo, wakati muhimu, walinzi wa mwanamume huyo walifika kwa wakati kusaidia. Waliwashinda kundi la wahalifu. Wakati huu, baba wa mwanamume huyo alifika nyumbani tu na kuona hali hiyo. Alikosea kudhani kuwa mmiliki wa gari la kifahari alikuwa amekuja kudai fidia, na aliogopa sana hadi alikuwa karibu kupiga magoti na kuomba msamaha. Mwanamume huyo hakuweza kustahimili kuona hili. Alijisikia na hatia na akakiri utambulisho wake kwa wazazi wake.